huwa tunapimana. Nilisema wakati fulani, mkurugenzi mkuu mimi ninapimwa na bodi, ambayo bodi inapimwa na msajili wa hazina na wizara. Inapewa vipimo, inasaini mikataba. Mwenyekiti wa bodi ana mkataba na waziri. Bodi nzima kama bodi kwa vigezo vyote ina mkataba na msajili wa hazina. Na tunakwenda kufanya presentation, wanatupa max. Kuna mahali tunapata 100 kwa sababu hata ukizidi nabaki 100. Kuna mahali nakuwa chini, tunaeleza sababu. Inaweza zikawa za nje ya uwezo wetu, inaweza zikawa za ndani. Kwa hiyo kila wiki tunapimana. Nilieleza wakati ule kwamba hata meneja wa bandari ya Mwanza anapimwa. Na kwa kweli asipofikia hana uwezo wa kuendelea kuwa meneja. Kwa hiyo hilo liko wazi. Hatumtishi, lakini anatakiwa ajipange meneja yeyote. Hata kama tayari umethibitishwa kazini. Kama mimi mlisikia wakati ule Mheshimiwa Waziri, huyu alivyoingia alikuwa ndio kipindi nathibitishwa, nikathibitishwa. Lakini nikishindwa kwenye vipimo vile nitaondolewa. Na kwa kweli nitaondoka kabla sijaondolewa, kwa sababu hakuna sababu ya kubaki eneo unawaangusha wenzako walikupa nafasi. Niko tayari na ni sawa sawa, na wala sitauliza kwamba imekuwaje, nitaona mwenyewe. Kwa tunapima hiyo. Eneo la pili tunalojivunia ambalo linafuata kwa msingi ni eneo la mapato. Kwa tumekwenda kuwekeana fedha ambayo inapanda. Kwenye upande wa shehena, huko nyuma tulikuwa na ongezeko la 6 hadi 7. Sasa hivi tumekwenda 9 hadi 11. Mwaka kwenda mwaka mwingine. Kwenye fedha tuna kipimo hicho hicho. Tumekuwa na fedha sina takwimu hapa, lakini tukitoka milioni 300 tunaenda 320. Mwaka unaofuata 360. Kwa hiyo tulikuwa na ongezeko la bilioni 300, bilioni 320. Mwaka unaofuata bilioni 360. Kwa hiyo unakuta ongezeko bilioni 10 kila mwaka, bilioni 20 mpaka tunaingia management iliyopo sasa na bodi tulikuwa tumefikisha bilioni 608. Mara tuliweza kutokana na mikakati ile kupanda kwa kuongeza takriban bilioni 60. Tulikwenda karibu mpaka kwenye 704. Baada ya pale tulipanda karibu bilioni 80, 90. Na mwaka jana kuja mwaka huu tumeweza kutoka karibu bilioni 800, nadhani kama na 10 ni 808 bilioni, tumekwenda kwenye bilioni karibu 940. Kwa tumekwenda zaidi ya bilioni 100 kwa mara moja. Sasa hivi tunataka tuongeze zaidi ya bilioni 100 tena na kuzidi, ikiwezekana kwenda kwenye trilioni 1 ambayo tumejipangia na milioni na bilioni 40. Trilioni 1 na bilioni 40 kutoka 940. Kwa hiyo tunaongelea bilioni 100 nyingine na pengine kupita. Kwa hiyo unapokuwa umefikia unajivunia. Ndio maana sasa tunajivunia gawio kwamba tumeweza kutoa bilioni 480 katika hela tunazoendelea kuzikusanya kwa sababu tunafikia malengo. Na kwa mara ya kwanza tumeweza kupata faida inayozidi bilioni 200 kwa sababu faida ya sasa ni bilioni 240. Faida inapatikanaje? Ni katika kuhakikisha kwamba unaongeza mapato lakini unaondoa matumizi yasiyo ya rasmi kwenye kile kiwango cha tofauti. Hii ni pamoja na kutoa mirahaba ya kawaida, kulipa kodi zote za TRA, kulipa tozo za halmashauri, tozo za TASAC na tozo nyingine zote. Bado unapata ile net profit, faida ya mwisho kabisa iliyochakatwa ya bilioni 240. Ni faida kubwa kupitiwa kuliko zote. Kwa kigezo cha pili ni mapato kwa njia ya fedha, na unaweza kuyaona yana uhusiano na ule wingi wa shehena unaozidi kuendelea kuihudumia. Na hilo ndio tunataka kujihakikishia liendelee, kwa sababu tumejilinganisha pia na wenzetu, tunaona tunafanya vizuri. Market share yetu katika kanda ya Afrika Kusini mwa Sahara ni kwamba tuna 26%, wakati bandari ziko nyingi tu ambazo ni kubwa. Unaweza kusema ziko bandari kama 6, 7. Ukianza na Kenya, Mombasa, ukachukua Dar es Salaam, tunaacha Tanga na Mtwara ambazo zinachangia, lakini unaona tuna Beira pamoja kwamba iko Maputo na Nakala, lakini tuna Durban, ingawa kuna Port Elizabeth na ziko nyingine nyingi. South Africa ina bandari 8
ambazo zote zinafanya kazi zikiongozwa na Durban, lakini tuna Namibia ambayo kuna Walvis Bay na wamejipanga kimkakati na wenyewe wanajenga reli kuingia Zambia, kuingia DRC, lakini kuna Lobito ya Angola tunashindana nao wote, lakini kuna pia DRC wenyewe Kinshasa, kwa maana ya DRC magharibi, na wenyewe wana bandari. Sasa tukiziunga Kenya, DRC kuzunguka kusini mwa Sahara, basi sisi bado tunaongoza. Kwa hiyo 26% ya market share kati ya potential nzima ambayo iko. Kwa hiyo ni zaidi ya robo, kwa sababu sasa hivi kuna tani karibu milioni 60 hadi 70 ambazo ziko kwenye bara hili ambazo zinafanywa kuingia na kutoka ndani ya maeneo hayo, na sisi kama tuna hiyo, basi tuna market share kubwa. Sasa wenzetu market share yao inatokana na viwanda vyao vya ndani. Lile soko lao la ndani South Africa ni kubwa. Kwa mfano Durban inahudumia tani milioni 100, lakini zote sehemu kubwa ni ndani ya South Africa. Kwa tunapokuja kunyang'anyana huku kwingine, basi tunawazidi, na ndio maana sisi tunamshukuru rais. Tunapozungumzia viwanda vya ndani au miradi ya ndani, ni biashara ya ziada, na kwa kweli tunafanya hesabu kuangalia zinazotoka kutokana na miradi na kutokana na kutokuwepo miradi. Kwa mfano mradi wa reli peke yake umetuinua sana, kwa sababu vile vyuma vinaingia ni vyuma vingi. Miradi ya ujenzi, zile malighafi za nje sema tuinua, na tunategemea mradi wa Stiegler's Gorge au Nyerere Hydroelectric Power Project itakuwa na mahitaji mengine kutoka nje. Kwa hiyo yale yote yanatuongezea mzigo, na tunakuwa makini kuhakikisha tunapata. Lakini tunapozungumzia transit, sisi tunaongoza kutoka kwa wenzetu kupita kwenye bandari zetu. Kwa hilo nalo tunajivunia. Lakini la nne kwa ufupi na la mwisho, tunavyo vigezo vya uzalishaji, productivity. Kwa mfano, muda gani unatumia kuhudumia marori yaingie, yapakie shehena, yaondoke? Muda gani unakaa na meli kwenye gati tangu inapofunga kamba ya kwanza unaanza kuihudumia mpaka inapofungua kamba ya mwisho kuondoka, kwa sababu meli inafungwa kawaida na kamba 4 au 5. Sasa tunahesabu time ilipofunga kamba ya kwanza, ile ni huduma. Kama mnachelewa kufunga kamba, mnapoteza muda. Muda mnaotumia kama kupakia au kushusha shehena unahesabiwa. Mnaanza kufungua zile kamba, ile ya mwisho maana yake sasa ndio inaanza kutembea. Ile time ni muhimu sana, inatakiwa time ndogo, hata kama mzigo ni mkubwa. Inapima tija, inapima ufanisi wako. Sasa yote hayo yako mengi. Muda wa kutoa kwa mfano kasha au container tunaita dwell time, vyote hivyo tunajipima. Kwa vinavyozidi kupita nje ya viwango, kwa kweli tumeweza kumaintain, tumekaa pale pale au tumezidi, hatuja. Sasa hii ni pamoja na tuliyosema wakati uliopita, nadhani ilichukuliwa vibaya kwamba tumesema kwamba tumerudi nyuma, hatuna mitambo tena. Mheshimiwa Waziri alipoalika wale wenye meli ilitafsiriwa hivyo. Tulichokisema ni kwamba kasi ile ya ujenzi wa magati ukilinganisha mitambo ambayo tumeiongeza siku zote, na kwa kweli tunayo ya kutosha, lakini kwa kasi ile tungehitaji mitambo zaidi, na tumeagiza mitambo zaidi. Tukasema tungependa sasa kuhudumia meli kutoka wastani wa siku 7 mpaka 10 ambao upo, turudi kwenye wastani wa siku 3 mpaka 5. Sasa wako walio tafsiri, wasomaji wenu, inawezekana kwa vyombo vyenu, kwamba tumesema tumetoka sijui siku 5 sijui kwenda 10 au imekuwaje. Tulilifafanua lile. Tukipata ile mitambo ambayo tumeagiza mikubwa, kwa vyovyote vile tutakuwa tunaweza kwenda na tija zaidi. Tunajivunia hilo. Lakini tunajivunia mahusiano kama nilivyosema. Hayo hayapimiki, hayana kilo ngapi, hayana tani ngapi za mzigo, lakini mahusiano na wadau kama TRC, TRA, vyombo vya habari, serikali kwa ujumla, serikali kubwa, serikali za maeneo ya Temeke na Kigamboni na za mikoa, ni kwetu ni swala muhimu. Sisi ule ni mtaji, kwamba mnapunguza taharuki, mnatengeneza mahusiano mazuri. Maana yake kwenye biashara yanarudisha wateja. Hakuna mteja anayekubali kuleta vitu vyake mahali penye kelele, mahali ambako
muda wote zikatokea vita, mzigo ukapotea. Kwa hiyo panapokuwa mahali pametulia, pana sifa ambazo zinakubalika, huo ni mtaji, ni sawa na fedha, kwa sababu unapata fedha kutokana na mazingira. Tanzania ina uhakika uwekezaji kwa ajili ya amani. Watu hawaelewi thamani ya amani. Inawezekana nchi ya jirani pale na uchumi mkubwa, lakini inapokuwa kwenye mtafaruku unapunguza ile thamani ya asset walio nayo na viwanda vyao. Sisi tunakuwa na ile asset ya amani, ina value. Wataalamu tu hawajasema ni trilioni ngapi, lakini na sisi tunajivunia bandari sasa hivi. Kwa kweli taharuki zimepungua sana, pamoja kwamba washindani wataendelea kuzileta, lakini tofauti na miaka 3.5 iliyopita. Kwa hiyo yako mengi, lakini niseme hayo ndio 5 makubwa tunaweza kujivunia, na hili la mwisho halipimiki, lakini la msingi sana.